Haya, turudi katika maudhui yetu. Simeeleka jamani? Turudi katika maudhui yetu. Kwa turudi katika maudhui yetu vile vile kwamba jamani, leteni dalili ya kuzivua hizi katika ujumla wa zile zilizotajwa. Ndio inafaa leo niishie hapa, lakini sasa sijui tufanyeje hapo. Haya, tujikaze kina mpaka saa 2 hivi na tuone tutakapofika. Miongoni mwa hoja wanazoshikilia ni fatwa ya Sheikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Nitaisoma fatwa hii alafu nitafanya taaliq, nitatoa maelezo katika fatwa hii. Sheikh aliwahi kuulizwa swali kuhusiana na hukumu ya kusawirisha photograph na video, na fatwa hii ipo katika fatawa zake na makalati zake. Yasema hivi: al-aslu fi taswir annahu muharram, asli katika taswiri ni haram. Hadha huwa al-asl, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامسة ولعن المصورين. asli kwenye taswir, angalia ameulizwa suala kuhusiana na taswir ya photograph na video, akasema asli kwenye taswiri ni haram. Kwa nini? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. وفي البخاري من حديث أبي جحيفة أشد الناس عذابا المصورون. وقال أيضا إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. watu waliotengeneza sura wataadhibiwa siku ya kiyama. ويقال لهم احيوا ما خلقتم ila ghairi dhalika mimma jaa fi alahadith, na ahadithi nyinginezo zilizotaja katika ujumla wa mambo haya. Wabihadha, Sheikh anasema akhadha alulama, na kwa mujibu wa hizi nas wakachukua hukumu maulama min dhalika tahrimi taswir, kuharamisha taswir, walmujassam mujma'un alayhi, lakini zile za kuchonga wamekubaliana maulama juu yake. Ma la dhilla hadha bil ijma', ambazo hazina kimvuli kwa makubaliano, hizi wamekubaliana kwamba ni haram. Waqad tanaza al ulama fi ma la dhilla lahu, lakini wamekhtalifiana maulama katika zile ambazo hazina kivuli, kasuwari fil qirtas, kama vile sura za kwenye karatasi, wal khiraq, na kwenye vitambaa, wa maashba dhalik. Wal jumhur, na kauli ya jumhur ala tahrimi dhalika aidan, wako kwenye kauli ya kuziharamisha hizo pia, liumumi alahadith, kwa sababu ya kuenea hadith. Wadilalatu ala almani', na kwa sababu dalili zinaashiria juu ya kuzuia sura zote kwa ujumla. Wa hadha huwa sawab, na hii kauli ndiyo ya sawa. Anna hadhihi alahadith amma, kwamba hizi ahadith zinakusanya picha zote. Waqad kuntu fima madha, hapa sasa ndipo ambapo wanaanza kupashika wao. Waqad kuntu fima madha, na kwa hakika nilikuwa katika kipindi ambacho kimepita, anna indi tawaqqufun fima yataallaq bisuwar. Kwa hiyo Sheikh anasema waqad kuntu fima madha, na nilikuwa katika kipindi kilichopita, aatakidu anna indi tawaqqufun fima yataallaq bisuwar, na itakidi kwamba mimi natawakaf katika yanayofungamana na taswir fi na hizi sura za kwenye hadha tilfaz, kwenye ma TV alladhi tunqalu fihi suwar, ambazo zinanukuliwa ndani yake picha. Nilikuwa natawakaf katika hizi suwarul muhadharat, sura za mihadhara wa nadwat na nadwa. Wa kuntu ataharraj min dhalik, nilikuwa nikiona uzito, wala ardha, nilikuwa siridhii mimi biwujudi dhalika, kuwepo jambo hilo. Wakati ilqa'i almuhadhara, wakati wa kutoa muhadhara, nilikuwa naona jambo hilo halifai. Thumma badali, kisha ikanidhihirikia mimi, kuanzia hapa maneno thumma badali, kisha ikanidhihirikia mimi, anna akhdha dhalika lilmaslaha, kwamba kufanya hivyo, kuchukua video kwa maslahi al-amma, yenye kuenea,
lilmuslimin, kwa waislamu, hata yastafidu min nadwa, ili wastafidi na nadwa au muhadhara alati tulqa, unaotolewa fi tilfazi, katika TV, annaha yaumu nafuha akthar, kwamba manufaa yake yanaenea zaidi. Ikanidhihirikia hivyo kwamba manufaa yake yanaenea zaidi. Fa idha jaza taswiru litabi'iyya, maneno mengine haya. Kwa hivyo ikijuzu kuchukua picha kwa ajili ya vitambulisho, wanahawiha, wa hiya lilmaslaha, nayo ni kwa ajili ya maslahi fardia ya binafsi, wa haja fardia na haja hitajio binafsi, fa kaifa alhajatu allati yaumu naf'uha, vipi mahitajio ambayo manufaa yake yanaenea, wal masalih allati yaumu naf'uha, na maslahi ambayo yanaenea manufaa yake. Kwa hapa ndio wanapopashikilia wao. Wal bayan fi dhalika ala arba'i awjuh, ubainifu wa hili nitataja sura 4 au 5. Ubainifu wa hii kauli nitataja kauli au wajihi 4 au 5. Wajihi wa kwanza tumeona wazi kwamba Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi mawqifi yake kwa fatwa hii ni kuziharamisha sura na sampuli zake zote, mpaka za kamera na fotografi na za TV hizi za video, ndio asili wanaona. Huko mbele amesema tu kama naona mlango ufunguliwe tu kwa ajili ya maslahi, lakini asili anasema anaona ni haramu. Anaposema kama ufunguliwe kwa ajili ya maslahi tu yenye kuenea, na huku nyuma amesarihi kwamba kauli ya sawa kwa hizi adilla ni kwamba picha zote zinaingia katika uharamu, na ndio kauli ya jumhur. Yeye mwenyewe amekata hivyo, asli katika mapicha na aina zake zote ni haramu. Kwa hiyo huu mlango tu amekuja kufungua hapa kwamba ikiwa ni kwa ajili ya maslahi na hivi na hivi, kama haya maslahi yapo, basi itakuwa hakuna shida, kwa sababu ni maslahi yenye kuenea, manufaa yanaenea kwa watu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaliona hapa kwamba shekhe yeye mwenyewe anaona kwamba taswir kwa aina zote ni haramu, sawa ya video au ya picha kupiga kawaida kwenye makaratasi, kwenye nguo, zote ni muharrama. Hiyo ndio kauli yake na fatawa zake ziko hivyo mbalimbali. Ile ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kwenye kauli yake hapa anaposema kisha ikanidhihirikia mimi kwamba kufanya hivyo, kuchukua video kwa ajili ya maslahi yanayoenea kwa Waislamu, nimeona kwamba ni jambo ili mpaka watu wastafidi na mihadhara na nadwa, naona ni jambo kidogo lifanyiwe usahali ili manufaa yaenee. Hapa tunasema ikiwa imethibiti kwa shekhe kwa mujibu wa dalili na kwa maulama, na tumeona pia sisi kwamba taswiri ni haramu kwa adilla, je, haramu inaweza ikawa halali kwa ajili ya maslahi bila ya dharura? Si umeelewa? Tunachokifahamu sisi ni kwamba haramu haiwi halali, hairuhusiwi ila kwa nini? Kwa dharura, si kwa maslahi unayoona au anayoona mtu fulani. Haramu haiwi halali kwa nini? Kwa maslahi. Na ukitizama Qur'ani ndivyo inavyobainisha msingi huu na kaida hii ya fiqh. Allah Ta'ala anasema waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turidtum alayhi, Allah amebainishieni aliyoyaharamisha isipokuwa yale mliyoyapatia dharura. Haramu haiwi ni halali, hairuhusiwi ila kwa dharura. Sasa je, kuchukua picha kwenye mihadhara, kwenye nadwa ni dharura kiasi ambacho sasa hatuwezi kufanya dawa, kusambaza dawa, haifiki dawa ila kwa taswiri, kwa video? Ndio iko hivyo. Kwa hiyo maana yake maslahi yataka kuhalalisha nini? Haramu. Ndio maana tukawaambieni kwamba kwa mujibu wa maneno ya ulama, mashaikh na maulama wao ni watu wanajitahidi, wanazungumza, wanapatia, wanakosea. Tegemeo
ni maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ukiwa una tabia tu ya kungangania maneno ya ulama, utakuja kujikuta kwenye dumbwi na matope huko, umezama huko, nani kutoka pia uwezi. Allah Ta'ala anasema faman idhurra ghaira baghin ay talibin, yule aliyepata dharura, yeye mwenyewe hakuwa anataka, amepata dharura, wala adin, wala hakuwa anavuka mipaka, fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim, basi hakuna madhambi juu yake, kwa sababu Allah ni mwenye kusamehe. Alama Tusidi anasema wa hadhihi alaya dalilun ala alqaidati ad-darurati tubihu almahdhurat. Aya hii na hii ndio itaja nyuma ni dalili kwamba dharura zinahalalisha haramu. Dharura peke yake ndio inahalalisha nini? Haramu. Ndio akasema walaysa wajibin bil iqtidar wala muharramin ma iqtirar wa kullu mahdhurin ma ad-darura biqadri ma tahtajuhu ad-darura. Kwa hivyo hakuna kuruhusu haramu isipokuwa katika hali ya dharura. Na Sheikh amesema ni maslahi, tumeona kwa maslahi, lakini kunyuma amesema picha zote ni nini? Ni haramu. Basi mnaona tunapokwenda sasa nataka muelewe hivyo. Nitasoma maneno katika fatawa ya Lujnatu Daima na maneno ya Sheikh Saleh Al-Fawzan. Kuna fatwa mbili zipo katika fatawa ya Lujnatu Daima, swali la 8 na swali la 2 katika fatawa ya Lujnatu Daima. Fatawa ya pili katika fatawa ya Lujnatu Daima katika juzuu ya kwanza ukurasa 684 katika ni kupitia maktaba ya Shamila, fatwa nambari 2677. Suali laulizwa hivi: ma mawqifu almuslim min as-suwari at-tawdihiyya allati fi al-kutub ad-dirasiyya wal-kutub al-ilmiyya wal-majallat al-islamiyya an-nafi'a ma annahu la budda min wujudi hadhihi as-suwar litawdih wa taqrib al-fahm. Ni upi msimamo wa Muislamu kuhusiana na sura za kuweka wazi zinazokuwa zipo ndani ya vitabu vya darasani vya masomo? Sinaelewa sana. Walkutub alilmiya, na picha ambazo zinakuwepo katika vitabu vya kielimu na magazeti ya Kiislamu yenye kunufaisha. Ni upi msimamo wa Muislamu na hizo picha? Ma annahu la budda min wujudi hadhihi sura litawdih, pamoja na kuwa tufahamu kwamba hakuna budi lazima ziwepo hizo sura ili kuweka wazi na takribi alfahamu, na kukurubisha ufahamu, watu waelewe kwamba nyani ndio yuko hivi, mtu ndio yuko hivi, yuko jikoni ndio yuko hivi. Lazima tufanye hivyo. Jawabu taswiru dhawati al-arwah haramun mutlaqan. Taswiri ya picha zenye roho, kusawirisha picha zenye roho ni haramu mutlaqan kwa ujumla, liumumi al-ahadith allati waradat fi dhalik. Tazama kwa ujumla wa hadithi zilizopokelewa katika kuliharamisha hili. Walaysat dharuriya litawdih fi dirasa, wala hakuna dharura ya kubainisha kwenye madarasa, hakuna dharura ya kubainisha darasani, bali hiya min al-umuri al-kamaliyya li ziyadati al-idhah, ni mambo tu ya kukamilisha, kuweka wazi zaidi. Wa hunaka ghayruha min wasail al-idhah, ziko njia nyingine tofauti na hizi za kubainisha na kuweka wazi. Yumkin al-istighna biha, yatosheleza kutosheka na hizo, anisuwari fi tafhimi tulab al-qurra, kuliko hizi picha katika kuwafahamisha wanafunzi na wasomi. Waqad madha ala an-nasi qurunun, na zimepita kwa watu karne nyingi, wa hum fi ghina anha, na wao hawako nazo na wala hawazihitaji. Fi ta'lim wal idah, katika kufundisha kwao na kuweka kwao wazi. Wasaru ma dhalika aqwa minna ilman wa akthara tahsilan, pamoja na hivyo wakawa wao wana elimu kubwa kuliko sisi.
Pamoja na hivyo elimu yao ni kubwa na ina nguvu kuliko elimu zetu. Wama dharrahum tarka suwar, na wala hakuna kilichowadhuru wao, wala haikuwadhuru wao kuacha taswiri fi dirasatihim, katika masomo yao. Sisi tunaamini kwamba wale utangulia wana nguvu ya maarifa na ufahamu na elimu kuliko sisi, ndio. Lakini kukosa picha haikuwadhuru wao. Nini uhalisia mtu atakana auelewe, kwa sababu kuna watu wanasema nyinyi mna taabu sana nyinyi masalafi nyinyi. Sababu kuna watu wanasema hivyo, wanababaika kwa sababu akili zao zimegonga pale. Wanasema nyinyi mna taabu sana nyinyi masalafi, kila kitu akifanya watu wataelewa vipi sasa? Hapa wanasema na wale walikuwa na elimu kubwa kuliko sisi. Si ya hesabu, mtu alikuwa akiulizwa masuala ya hesabu hivi, akikaa anaelezea masuala ya mirathi, huyu atapata hivi na hivi na hivi na hivi, kuisha habari. Lakini wewe mpaka na madaftari na nini pamoja na picha zipo kwenye vitabu, hatuwezi kuwafikia wale. Kwa hiyo wanasema hivi, pamoja na hivyo wakawa wao wana elimu kubwa, wala haikuwadhuru wao kule kuacha picha katika masomo yao. Wala naksaba min fahmihim, wala hilo halikupunguza katika ufahamu wao, lima aradu wala min waqtihim wa falsafatihim fi idraki al-ulum wa tahsiliha, hilo walikuwa punguzia kitu. Wala hadha la yajuzu lana, hapa ndo maana shahidi tunapokusudia sasa, kwa mujibu wa maneno haya, la yajuzu lana, haifai kwetu sisi, an nartakiba ma harama Allah min at-taswir, tukafanya alivyoharamisha Allah katika kupiga picha, lidhanina annahu dharura, kwa kudhania kwetu kwamba hii ni dharura. Walaysa bidharura, na wala si dharura, si dharura lishahadati alwaqi, kwa sababu ya ushahidi wa uhalisia, bilistinaya anhu qurunan tawila, waliotangulia hawakuzifanya na wakawa na elimu. Kwa utasemaje dharura sasa? Sababu dharura ni kitu ambacho hatuwezi kufanya kitu fulani, hatuwezi kuelewa mpaka lazima hiyo kitu, si ndio maana yake? Sinaeleka jamaa. Sasa asema wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-lujnatu daima lilbuhuth al-ilmiyya wal ifta, andika udhu naib rais lujna rais Abdullah bin Qaud, Abdullah bin Ghudayyan, Abdul Razak Afifi, biriasati Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Fatwa ya pili, swali la 8 katika fatwa ya nambari 2922 katika fatawa ilituna daima, juzu ya kwanza ukurasa 704 katika Shamila. Mimi nazinukuu katika maktaba Shamila. Swali: yara baadhi ulama fi Britania akhadha suwar almusallin fi halati aljamaa وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام المسلمين. wanaona baadhi ya watu huko Britania, huko Ujerumani, wanaona kwamba tunabidi tupige picha, kuwapiga picha wanaoswali wakati wanaswali swala ya jamaa. Wanaona kama tuna haja ya kuwasawirisha watoto wanaposoma Qur'ani huko, wanaona hivi kwa sababu hizi sura zinaporushwa na kusambazwa katika magazeti na kwenye vyombo mbalimbali, wanaweza wakaathirika nazo wasio waislamu, wakavutiwa na Uislamu na wakataka kujua zaidi Uislamu na Waislamu. Alijawab, sino maslahi hayo? Sio aliyosema shekhe kwamba kwa sababu kuna maslahi na hoja kubwa inayotegemea ni hii, hapa ndio wanapotegemea. Na waomba wasikilize vizuri sana, lakini pia na waombea kwa Allah Taala pamoja na sisi awape ufahamu na moyo safi usio na chuki, kwa sababu mimi wamenituhumu kwamba kuna mwingine ameandika fihi ma fi, ukimwangalia anapozungumza Saloka unagundua kuna kitu kipo ndani, si ananasihi tu, kuna kitu kipo nyuma yake. Yani kama vile mimi ninawahusudu, labda nina jambo na wao tangu muda, unapata madhambi. Sisi tukija tunaswali kwenye misikiti yenu, tunazungumza na mashehe zenu, tunawaleta vijana wetu hapo.
Kwa hiyo namuomba Allah awape moyo salama wa kufahamu. Jawabu liko hivi: taswiru dhawati al-arwah haramun, kusawirisha picha zenye roho ni haram, sawa'un kanat suwar li insanin am hayawanin akhar, sawa sawa ni picha ya mwanadamu au mnyama mwingine. Wa sawa'un kanat li musallin am qari'i Qur'an, sawa sawa ni kumsawirisha anayesali au msomaji wa Qur'an, am ghairihima, au nje na hawa wawili, anafanya muhadhara, anafanya nini, ni haramu. Kwa nini? Wasema lima thabata fi tahrimi dhalika min al-ahadithi as-sahiha. Allahu akbar. Kwa sababu ya zilizothibiti katika kuharamisha hili katika hadithi sahihi. Sindakana muongee hivi: wala yajuzu nashru suwari fil jaraid wal majallat wal rasail, wala haifai kusambaza na kutawanya sura katika magazeti na barua mbalimbali, wala kanat lilmuslimina, hata kama ni za Waislamu, au lilmutawadhiin, au za wale wanaotawadha, kwamba angalia Waislamu wanaotawadha, au qira'at al-Qur'an, au za kusoma Qur'ani. Haifai kutuma sura hizo na picha hizo na video hizo rajaa nashri al-islami, eti kwa kutarajia kuusambaza na kuutawanya Uislamu, wa targhibi fi ma'rifatihi wa dukhuli fi, na ili kuwavutia watu kupenda Uislamu na kwa ajili ya kuingia ndani yake. Haifai kufanya hivyo. Li'annahu, sikilizeni haya maneno